yake unakutana na Mungu mwenyewe, unakutana na mwenye ibada. Maana ya kwamba tuko ibadani ni kwamba mwenye ibada lazima awepo. Kama mwenye ibada hata kuwepo katika ibada, maana yake hilo litakuwa ni kusanyiko la wahuni fulani, litakuwa ni kusanyiko la watu ambao wamekosa kazi ya kufanya, wameamua kuja kukusanyika na kupoteza muda. Lakini ibada ina maana kama mwenye ibada amehudhuria katika hiyo ibada. Ibada ina maana kama mwenye ibada anawahudumia watu wake. Unajua kanisa maana yake nini? Kanisa maana yake ni eklesia, maana yake walioitwa na Mungu. Maana yake wote waliokuja katika kusanyiko ni wale ambao wameitwa na Mungu. Kwa hiyo Mungu anatumia muda huo na wakati huo kukutana na watu wake na kuanza kuwahudumia. Anaanza kukutana nao, anaanza haja ya mtu mmoja mmoja, anaingia ndani, anakutana na haja ya mtu mmoja mmoja, alafu anamhudumia yule mtu kwa namna ya pekee na ya ajabu ambayo mtu mwingine hawezi akaelewa. Sema amina kama unanielewa ninachokiongea.